Unapata nini Mungu wangu wewe mtoto wetu? Ni mapokezi ya mwili wa aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mbeya University of Science and Technology kilichopo pale jijini Mbeya, ambaye anaripotiwa kufariki dunia mara baada ya kupigwa na kitu chenye ncha kali. Leo hii mwili huu umefikishwa hapa nyumbani kwake mtaa huu wa Meko Mashariki katika kata hii ya Meko, wilaya ya Ilemela jijini Mwanza, ambapo unakuja kupumzishwa hapa. Viongozi wa chuo hiko lakini pia upande wa familia wameweza kuzungumza kisa mkasa mpaka kufikia hapa na kipi ambacho kinaendelea. Ratiba zote zimeelekezwa hapa na utapata kuwasikia kwa kile ambacho wamekizungumza. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Fred Seleli. Asante, mimi naitwa Augustine Matemu, ni mkurugenzi wa huduma za wanafunzi. Huku nyuma tunaita ni mshauri wa wanafunzi. Okay. Ndio kazi ambayo nilikuwa nayoifanya, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Okay. Kuhusiana na tukio hili? Katika tukio hili kwanza ilipokelewa kwamba ni wanafunzi wako. Mimi ilikuwa saa 1:30 Jumamosi kwamba nikapigiwa simu na afisa usalama wa chuo kwamba kuna mwanafunzi wako alijeruhiwa na yuko hospitali ya mkoa wa Mbeya. Nikasema kwamba alijeruhiwa na nani, akasema walikuwa na wenzie. Wenzie ni nani? Hakuniambia katuo. Kwa hiyo tulichokifanya, mimi nikaanza kutafuta jitihada za kuongea na uongozi wa chuo. Kabla hata sijampata naibu makamu mkuu wa chuo anashirikia masuala fedha, mipango na uchumi, Profesa Zakaria Katambara, alinipigia simu ambayo nilikuwa siifahamu. Kumuuliza ni nani, akaniambia mimi ni mwalimu nayefundisha biomedical equipment engineering. Kwa hiyo akaniambia kwamba bwana, tuna kijana hapa. Nikamwambia kijana gani? Akaniambia bwana, na mimi kwanza nilikotoa niambia kwamba na mimi sijamfahamu vizuri. Kwa hiyo nitamchunguza, nikipata hilo jina nitakwambia. Baadaye ndo akaja akaniambia kijana anaitwa Gerard. Jina la pili nani? Akaniambia sifahamu. Ilibidi nimrudie yule afisa usalama wa chuo kwanza. Nikamuuliza, "Wewe ulipata taarifa wapi?" Akasema bwana, nipigiwa simu na polisi. Lakini bahati mbaya polisi simu yake nikipiga sasa hivi haipatikani. Kwa hiyo nikasema inawezekana labda yuko kwenye majukumu. Nikamuuliza, "Umebahatika kufahamu hiyo kijana nani?" Kaniambia ndio, kanitajia majina matatu. Ila kuniambia anasoma kozi gani. Okay. Kaniambia anaitwa Gerald Philbert Saidi. Anasoma wapi? Kaniambia yuko kwenye college ya Coste. Kwa hiyo nikamuomba sasa yule mwalimu. Nikamwambia mimi nimepata majina yake matatu. Kwa kuwa umeshafika hapo na ni sehemu ya uongozi, ninaomba hebu shughulikia, utaniambia nini kinachoendelea. Baada ya kama dakika 5 kaniambia Gerald amefariki. Hasa aliposema amefariki, mimi kwa pale kwetu kawaida ni lazima tutoe uongozi, tutoe taarifa kwa uongozi wa chuo. Huyo makamu mkuu wa chuo akaniambia kwamba basi ngoja nije. Tukaja tukakaa, tulikuwa makamu mkuu wa chuo, naibu makamu mkuu wa chuo anashirikia masuala ya fedha, uchumi na mipango na taaluma. Tukakaa pamoja tukasema sasa tunafanyaje. Tukaanza kusema kinachotokea hapa, kwa kuwa hizi tunazipata taarifa hizi nusu, lazima tuende polisi. Okay. Tukatoka tukaenda polisi, kituo ambacho ni kituo kikuu cha Mbeya pale, ni Central Police. Kufika pale na kujua nasema taarifa hatujaipata. Kwa hiyo wakaambia labda ilitokea tunasemaje hata Ilomba. Kwa hiyo akasema ngoja tufuatilie. Wakiwa wako kule wakatupigia sema ni kweli tumemkuta na mtuhumiwa amekamata. Sisi tukatoa tunajua ni nani. Tukatoa tujui ni nani kabisa ambaye alifanya hilo tukio. Okay. Tukaja kumwambia ni mwanafunzi wenu. Nani? Akatuambia huyu mwanafunzi anaitwa Elmini Duzu. Okay. Wenzie walikuwa wanasema kuna kijana mmoja huko mtaani anaitwa Duzu. Hata wenyewe walikuwa wajui kama ni mwanafunzi. Kwa hiyo akasema kwamba anaitwa Duzu. Kwa hiyo akasema yuko wapi? Akamwambia yuko kituoni. Kwa hiyo tulichokifanya tu baada ya kupata pale, tukatoka, tukaenda hospitali ya mkoa, tukaenda kuhakikisha kwamba ni kweli ni kijana wetu. Baada ya hapo tukaanza kuomba sasa tuanze kufanya taratibu, tunafanyaje? Ndio akaanza taratibu za kusema kwamba basi tuendelee, si tukafanya uchunguzi postmortem kwanza, muweze kusafirisha wakati kesi ikiwa inaendelea. Wao wanasema kwamba alichomwa na kitu ubavuni. Kwa taarifa ya nani? Hiyo ndio taarifa niliyoambiwa. Ile awali kabisa ilikosema yule polisi, yule afisa usalama wa jenani. Kwa hiyo hapo polisi walivyoenda tukamwambia nini kilichotokea, walisema tutawapa ripoti. Ndio nilichokisema. Okay. Ya, kwa hiyo mpaka sasa hivi
Hata tulipopewa cheti cha kifo, wala hajaandika kwamba amesababisha kifo na nini. Nilipomuuliza wakasema hiyo sio kazi yako, tutatoa taarifa, tutawaletea ripoti. Ndio nilichosema. Kwa hiyo baada ya hapo tukaendelea kwanza kushughulikia taratibu za kuandaa mwili. Tukakubaliana Jumapili jana asubuhi saa 3 watatoka polisi ili waende pale hospitali kwa ajili ya kufanya postmortem. Bahati mbaya saa 3 hatukuweza kupata muda, waliambiwa madaktari hawapo, wakatoka akasema saa 5, tukasubiri saa 5 tukaenda pale saa 6 wakaanza utaratibu. Walipotuambia tumemaliza, ndio tukaanza mchakato kutafuta jeneza na kuhakikisha gari ipo, ndio tukaanza safari jana kwa round kwenye saa 12 jioni. Ndio tukasafiri mpaka. Kiujumla sio taswira nzuri, lakini unaambia kwamba kila wakati watu wanapokaa kushaka na jamii kubwa, kila mmoja inawezekana akatokea kuna tukio. Na mengine ni bahati mbaya. Yaani unaweza kukuta mahali sio kitu ambacho kawaida. Kwa mfano kama Mbeya, kila wakati sisi tunajaribu kuwaeleza kwamba watu wakae wajue wamekuja kusoma. Lakini sasa huwezi kujikuta unajua hata nyumbani. Huwezi kucontrol watoto kaambia kile katuweka tu sehemu fulani. Wewe usitoke. Huwezi kujua. Ndio hali halisi hapa inayokuwa kwenye nani. Na ukumbuka wakati ilikuwa ni Ijumaa, inawezekana mtu alikuwa anasema baba anaenda kurefresh sio gani. Lakini matukio kama ya Musi sita kama sio kukuta tukio kwamba mtu amechomwa na kitu. Unajua baba wenyewe wanasema wamechomwa na kitu kikaa chenye ncha kali, hatujui ni nini. Kwa sababu wajua ni wale wenyewe walienda kuangalia hicho kitu. Jumla kama jamii sisi tunawaasa kwamba wawe ni watu wa kufuata taratibu. Wanapoenda sehemu waende kufanya kile wanachotakiwa kukifanya. Kwa mfano wanapoenda vioni wanaenda kwa lengo la kusoma. Unapoenda kulewa kusoma, tunajua tunatumia gharama kubwa sana za kusomesha. Kuna watu wanaweza kufikiria kwamba analipa ada milioni 1, anafikia anamlipa mwalimu. Hata mwalimu mwezi kuna walimu analipa milioni 3, milioni 4. Wajua hizo ni gharama za wananchi. Kwa hiyo kwa kweli nifike sehemu vijana wajifunze kwa kwenda kufanya kile wanachotakiwa kukifanya. Hiyo ndio sehemu kubwa sana inayotakiwa. Kweli sisi familia kwa kweli ni kuwapa pole na kuambia kwamba jambo kama hili halijatokea kwamba labda ni mtu alikusudia. Lengo letu la chuo kubwa sana ni kuhakikisha mwanafunzi anakuja kusoma, anamaliza, anaenda kujenga taifa letu. Yaani hicho ni nani? Kwa hiyo na wao wenyewe walipokea kwamba sio jambo la makusudi. Kama sisi chuo kwetu tumepokea kwa masikitiko makubwa. Unajua wakati mwingine unaposikia kwamba kijana amekufa akiwa chuoni, inaharibu jina la chuo. Unaona? Lakini sisi hatutamani iharibu jina la chuo. Kwa sababu hiyo tu ni wakati mwingine imetokea jambo kama mambo mengine. Mimi walikuwa wananiuliza kanisa, "Hebu unalionaje?" Kama ni ajali kama ajali nyingine wakati mwingine. Unaweza kusafiri hapa, mtu anaambia kwamba wewe usiendeshe pikipiki kwa nani? Kwa spidi kubwa, lakini akaendesha. Ikitokea bahati mbaya ndio hivyo. Na hii ndio kutokea ni bahati mbaya. Kwa kweli wazazi tunawapa pole sana sana sana. Na wala sio wazazi tu, hata sisi wenyewe. Unajua kijana alikuwa anaanza mtihani leo. Mtihani imeanza leo. Lakini ndio mwenyewe ndio hivyo imeshatokea. Tuifanye Jumamosi unapoteza uhai. Kwenye maeneo kama hayo ni kawaida sana mtoto wa kike kuongea na watu tofauti kwa sababu ni watu wanaelekea wanakuwa wanafahamiana. Lakini reaction iliyotokea ilikuwepo overreaction. Ambayo ilipelekea baadaye mauti yao. Lakini sisi kama wazazi wa vijana, wanafunzi, wanachuo, ni maoni yetu kwamba yanatokea matatizo kama ni kujihadhari, sababu huyu kijana alikuwa anamaliza mwezi ujao, alikuwa na mwezi tu kumaliza kozi yake. Kwa hiyo ndoto zake zimeisha. Kwa hiyo wazazi wanagia gharama lakini hawapati matunda ya uwekezaji wao. Poteza kijana, poteza matumaini yao. Ni loss kubwa, irreparable. Sisi kama familia tumepokea kwa mshtuko, lakini hatuna budi kukubali. Hatuna budi kukubali hali hiyo. Na mwitikio wa kifamilia ni mzuri, ndugu na jamaa wametana hapo kwa haraka. Programu yetu ni kumzika Jumatano saa 10 baada ya misa ya rasmi katika kanisa la Katoliki Numbu. Kwa hiyo ratiba kamili tutaitoa kesho baada ya kuja ndugu wengine wawili zaidi.
Pengine mlipopokea taarifa hii, kuna ripoti yoyote ya kiuchunguzi ya polisi ambayo mmeipokea? Taarifa ndugu zetu na ndugu kule Mbeya ambao wameshirikiana vizuri na polisi, mtuhumiwa amekamatwa. Taarifa ya polisi ilipokamilika wakafanya shughuli za postmortem na taarifa pia imetoka. Masuala mengine ni ya kipolisi kwa ajili ya kuchukua hatua za kisheria. Okay. Ili kusudi haki itendeke. Majina yako acha tunakushikia. Alafu moja kwa moja utaanza kueleza sasa namna ambavyo mlipokea taarifa. Majina yako kwanza? Mimi kwa jina naitwa Tumaini Andrew Bwire. Wewe ni nani? Mimi marehemu ni mdogo wangu, yani mtoto wa mamangu mdogo. Okay. Nimetokea mkoa wa Songwe. Okay. Nimepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha mdogo wangu Gerald Saidi ambaye amepoteza maisha yake katika umri mdogo. Alikuwa ni tegemeo kwa familia yake, na kinachonisikitisha zaidi alikuwa ni mwaka wake wa mwisho wa masomo. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea sasa tumepata msomi, lakini ndoto zake zimekatishwa kwa njia hiyo. Mimi nimeipokea hii taarifa kwa kupigiwa simu na mamangu mzazi ambaye ni mamake mkubwa, ambaye alikuwa mwenyeji wake alipokuja kuanza chuo kule na ni ndugu yake pekee. Kwa kweli waliniambia kwamba mdogo wako amefariki. Nikawauliza amefariki mazingira gani? Akasema kwa kweli amepata ajali ya kuchomwa na kisu. Nikawauliza alikuwa mazingira gani? Wakasema walikuwa kwenye sherehe ya wenzao birthday, lakini katika maeneo hayo walienda kwenye ukumbi unaitwa Mbeya Kwetu Pazuri. Sasa wakati sherehe ikiendelea pale ndipo hayo yote yalipotokea. Kulitokea vurugu, lakini matokeo yake ndo akachomwa kisu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST au Mbeya University of Science and Technology, ambaye ni wa mwaka wa kwanza, anaitwa Emilian Joseph Duzu mwenye umri wa miaka 21. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzie wa chuo hicho wa mwaka wa 3 ambaye anaitwa Gerald Philbert Saidi mwenye umri wa miaka 22. Ni kwamba Juni 14, 2025 majira ya saa 11 alfajiri huko katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtuhumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi miaka 22 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu mhanga au ambaye ni marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu. Lakini ilipofika majira ya saa 7 za mchana, Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi waliweza kufika pale, yani mabouncer, na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu wakiwa kwenye maeneo ya maegesho walipelekea kumuona huyu Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu, na alimfuata kwa lengo la of course huyu Gerald Philbert Saidi ambaye sasa baada ya kuamriwa aliendelea kumfuata huyu mtumiwa ili kuendelea na ugomvi, na ndipo alipoweza kuchoma na kitu chenye ncha kali. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kama hivi ambavyo nimetaja vya kutengeneza silaha kinyume na utaratibu, lakini pia kujipatia risasi kutoka kwa watu ambao wanamiliki silaha na kwenda kufanya matukio kama haya ya uhalifu, wajue kabisa kwamba katika mkoa huu wa Mbeya hawana nafasi kama hiyo, kwani mkoa wa Mbeya tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakabiliana na matukio kama haya ili yasiweze kutokea kwa wananchi. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lipo makini katika
kuwashughulikia na kuwakamata kwa haraka sana watuhumiwa wote wanaofanya makosa kama haya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wanafunzi na kuwataka kuzingatia masomo zaidi kuliko kujiingiza katika vitendo hivi visivyofaa vya ulevi ambao unapelekea waingiza katika hatari, na ikiwemo kama haya makosa makubwa ya mauaji.